Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi farada alayna al-hajja wa ja'alaha fi ashhuril hurum fi ashhuril ma'lumat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alladhi qala wa huwa asdaqul qailin alhajju arafa. Kuna aya ambayo ilishuka viwanja hivi vya Arafa, ambapo kama tutatafakari kwa pamoja vizuri, utaona inatupa picha kwamba Waislamu wafanye nini wafanikiwe, na Waislamu wakifanya nini hawatofanikiwa. Aya hiyo katika ulumi al-Quran ni aya ambayo ni nahariya saifia, kwamba aya iliyoshuka mchana lakini wakati wa kiangazi. Al-yawm akmaltu lakum dinakum, leo nimeikamilisha dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiliza kwenu nyinyi neema yangu. Wa raditu lakumul islama dina, na nimeridhia kwenu nyinyi kwamba Uislamu ndio mfumo sahihi wa maisha ya mwanadamu ambao akifuata hatoharibikiwa. Ndio maana ya dini. Dini ni ule mfumo ambao mwanadamu ataufuata. Lakini ziko dini kwa hakika, mifumo ambayo sio sahihi na mifumo ambayo ni sahihi. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatangaza waziwazi kwamba kama ulimwengu hautofuata mfumo wa Uislamu hautofanikiwa. Manake mfumo unaofanikiwa ni ule mfumo ambao umeambatana na radhi za Mwenyezi Mungu. Aya hii ina mambo mawili makubwa, inatuonyesha kuna kamalu din na tamamu neema, ukamilifu wa dini na utimilifu wa neema. Ni kama aya inatuambia yujadu tamamu ni'ma bikamali din, kupatikana utimilifu wa neema kwa kukamilika dini. Mwanadamu akitaka neema iliyotimilika, lazima ndani ya moyo wake kuwe na kamalu din, ukamilifu wa dini, na maisha yake yatawaliwe na ukamilifu wa dini katika kila nukta ya maisha yake. Kwenda kwake kuwe na ukamilifu wa dini, kurudi kwake kuwe na ukamilifu wa dini, kutoa kuwe na ukamilifu wa dini, na kupokea kuwe na ukamilifu wa dini. Hata kutazama kuwe ni mtazamo uliokuwa na kamalu din, na hata kutotazama iwe ni kutotazama ambako kuna kamalu dini, ukamilifu wa dini. Almuradi, kila nukta ikiwa na ukamilifu wa dini, matokeo yake mtu atapata kitu kinachoitwa tamamu neema, timilifu wa neema. Miaka ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ukisoma katika sera utaona ni kwa nini aya ile ilishuka viwanja vya Arafa, lakini pia ni kwa nini aya ile ndio aya ya mwisho kushuka katika Qur'an. Baada ya hapo hakujashuka aya yoyote katika Qur'an ma'al ikhtilafi ulama. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohama kwenda Madina,
alihama katika sura ya kama vile kafukuzwa katika mji wa Maka, lakini kwa hakika ya ndani si kufukuzwa, ni kwenda kutafuta eneo ambalo kutapatikana kamaluddin, ukamilifu wa dini, ambao ule ukamilifu wa dini ukaleta tamamu neema, utimilifu wa neema. Aliondoka wakati Al-Kaaba pale kuna masanamu 360, watu wanazunguruka wakitufu tawafu ya kishirikina, wakifanya hija ya kishirikina, na mji wa Maka ulikuwa chini ya mikono ya ukafiri, chini ya mikono ya washirikina. Akaenda katika sura ambao unajua kabisa alikuwa anatafuta kamaluddin, utimilifu wa dini, ukamilifu wa dini, ili huu ukamilifu wa dini ulete tamamu neema, utimilifu wa neema. Alifanyaje? Alipotoka katika hali hiyo, alifanya interview kwa sahaba zake. Interview gani? Watoke na sharti. Sharti yenyewe ni kwamba atakayehama kwenda Madina basi awe amesabilia, hakikishe kwamba kama ana mali chungu nzima awe ameziacha katika mji wa Maka. Hata wakati mwingine watu walazimika kuacha familia zao. Kama familia haina muafaka na Mtume, achana nayo, utaenda kuanza moja. Ile ilikuwa ni interview, kwa sababu anachotafuta Mtume ni kamaluddin. Nani atakwenda nao katika msafara wa kuwa na kamaluddin? Kamaluddin ilete tamamu neema, timilifu wa neema. Hali ile kukatoka wachache sana waliokubali masharti yale, wakahama na Mtume Muhammad. Hao wakaitwa muhajirun. Alipofika Mtume Madina, alipokelewa sana. Katika mapokezi ya kushangaza ni vile ambavyo mpaka watu walikuwa wanapanda juu ya miti kumtazama ni nani huyo Mtume Muhammad, wakimshangilia kwa kila namna ya kumshangilia na wakimfurahikia kwa kila namna ya kumfurahikia. Kila Mwarabu wa Madina alikuwa akimwambia Mtume, fikia kwangu, fikia kwangu, fikia kwangu, na Mtume akisema innaha naqatun ma'mura, hakika huyo ngamia, huyo ni ngamia aliyeamrishwa. Wapi pa kufikia? Pamoja na yote na mapokezi makubwa hayo, Mtume hakutazama quantity. Unajua Uislamu haudili na quantity, Uislamu unadili na quality. Alitazama ubora, akafanya interview nyingine. Interview ilikuwa imebezi kwa wale muhajirin, wale waliohama kutoka Maka. Akaegemezea hapo hapo kwamba nyinyi watu wa Madina, hawa ndugu zenu kutoka Maka wamekuja ni fukara kabisa, hawana chochote. Wa kupigiwa mfano mkubwa ni Suhaibu Rumi, ambaye alikuwa tajiri mkubwa sana katika mji wa Maka, lakini aliacha miradi yake yote akaenda kuanza upya Madina, akiwa ni mmoja katika muhajirina waliohama na Mtume Muhammad. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ikafikia mahala akaambia mwenye nyumba moja hivi akate katikati, akae na ndugu yake. Unajua ni interview. Anataka Mtume kujua ni nani aondoke nao, atengeneze kamaluddin, na kamaluddin ilete tamamu neema, utimilifu wa neema. Hali hiyo ikamfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam mtihani ule pia wajitokeze wachache, na akatengeneza udugu mpya sallallahu alaihi wasallam baina almuhajirin wal ansar, akimwambia wewe ndugu yako atakuwa ni fulani, na wewe ndugu yako ni fulani, na wewe ndugu yake ni fulani. Wakajitokeza wachache mpaka
baadhi ya kutub wanasema kwamba ilifikia Mtume katika interview hiyo aliwahi kuambia mwenye mke wake wawili watatu, kwa nini asimwache mmoja akaolewa na ndugu yake wa Maka, mtu ambaye humjui bwana, ndio mkutana naye, umpe nyumba yako, ukate katikati nyumba yako, ifikie mahala pia umpe mke. Kama hii riwaya itakuwa iko sahihi lakini kuna kila namna hiyo, ili muradi lengo lake ni nini? Apate timu ndogo ambayo ina maiyatu Rasulillah, pamoja na Mtume Muhammad. Akawapata watu waliokubali hilo, hao wakaitwa Ansar. Muhajirina na Ansari, ndugu zangu, kazi yao kubwa walioifanya ndio inayotufanya sisi tuwepo hapa Maka hivi sasa, hapa Mina hivi sasa katika hali hii. Hao ndio watu walikuwa na maiyatu Rasulillah pamoja na Mtume Muhammad. Athari yake iliyopatikana ndio hiyo, Mtume akaja akatangaziwa hapa al-yawm katika viwanja vya Arafa, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiliza neema yangu kwenu na nimeridhia Uislamu ndio dini, ndio mfumo sahihi wa maisha ya mwanadamu. Akifuata hatoanguka, akifuata hatoyumba, na ulimwengu ukikubaliana na hilo utakaa sawa. Lakini chini ya miaka 10, kwa sababu Madina Mtume kakaa miaka 10, chini ya miaka 10 Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kwenda na timu ya watu wa namna hii wenye ikhlas, nyoyo safi, akaweza kupindua tena mji wa Maka na akaikomboa Maka mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanzia ule mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 7 hivi, mpaka mwaka wa 9 anamtuma Sayyidina Abu Bakar aje kufanya hija hapo Maka. Tayari wale wameshanyongonyeza na kukapatikana Fathu Maka. Hapo ikumbukwe kwamba tayari kulitokea tangazo mwaka wa 8, mwaka 628 kama hivyo, ndio ilishuka idha jaa nasrullahi wal fathu. Sema idha jaa nasrullahi wal fathu, pindi utakapokuja msaada wa Mwenyezi Mungu na ushindi. Hii nasrullah ndio kamaluddin, ukamilifu wa dini. Al-fathu ni tamamu neema, ushindi. Muislamu ambaye atakuwa ana kamaluddin, ukamilifu wa dini, siku zote atakuwa na fathu na ushindi katika mambo yake makubwa na mambo madogo. Ndivyo walivyokuwa maswahaba. Hao ni Muhajirina na Ansar, wale walioshikamana na Mtume Muhammad. Matokeo yake wakaitawala hii dunia, wakavunja rekodi ya utawala wa dunia. Huu utawala wa dunia, hakuna jamii iliyotawala dunia muda mrefu kuliko jamii ya Kiislamu. Miaka 800, karne 8 Uislamu umetawala dunia, na sehemu mbalimbali katika Ulaya zikawa chini ya Uislamu, ikiwa Spain. Pamoja na Spain, dola za Kirumi ambazo zilikuwa na nguvu katika dunia na dola za Kiajemi zikaanguka. Unajua maana yake nini? Ni kwa sababu watu walikuwa na kamaluddin ikaleta fathu. Kwa hiyo katika viwanja vya Arafa, aya ile al-yawm akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu nyinyi neema yangu. Ni ujumbe unaotuambia kwamba lan yujada tamama neema illa bikamali din, hakutopatikana utimilifu wa neema kwa Muislamu yoyote isipokuwa baada ya kukamilika dini. Na ukamilifu wa dini jifunze kwa Answari na Muhajirin,
namna kumkubali mtume, na interview ambayo ni ngumu kweli kweli, lakini hawakuhoji muda wa kuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Unajua jambo hili lilishangaza ulimwengu wa Ulaya, mpaka yule Sir Thomas Carlyle, mtu ambaye ana heshima kubwa sana Uingereza. Wasomi, watu wanaofuatilia sana culture za Kiingereza, ukisikia neno saa unajua kwamba sanes, what does it mean, kwamba ile sanes inamaanisha nini, kwamba ni mtu ambaye ameonekana fikra zake ni za juu, akili zake ni za juu, falsafa zake zinafaa. Najua Thomas Carlyle Uingereza ana mtaa, kapewa heshima ya kupewa mtaa Uingereza, lakini tazama alipoiangalia hii tamamu neema ya mtume Muhammad, hii al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Moja katika makala yake akimshangaa mtume Muhammad alisema maneno haya: who could one single-handed man, asema how single-handed man could wed the warring and wandering Bedouins into a most strongest nation in less than 2 decades. Asema inawezekana vipi mtu huyu mmoja, mtu ambaye ni mmoja, ameweza kuunganisha mabedui ambao walikuwa na tangatanga, mabedui ambao walikuwa kwenye vita miaka yote, kwa sababu Arabu kabla ya mtume kitu kidogo tu, hata ugomvi wa nyama unaweza ukazusha vita kubwa kweli kweli. Ndivyo walivyokuwa Arabu kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye anastaajabishwa kwamba huyu mtu chini ya miaka 10, less than 2 decades, amefanya ulimwengu mzima kama Uislamu akaufanya kama taifa moja lenye nguvu sana. Ameweza vipi? Anahoji miaka ambayo haijatimia 20, less than 2 decades, maana yake kabla hata haijafika miaka 20, vipindi viwili, miongo miwili haijakamilika, ameweza kutengeneza taifa kubwa kabisa katika ulimwengu. Tazama ulimwengu namna akitukanwa mtume Muhammad, tazama akitukanwa yoyote katika ulimwengu, reaction ya ulimwengu inakuwaje. Lakini tazama akitukanwa mtume Muhammad, sauti inatoka moja dunia nzima. Jambo hili limewashangaza mabwana. Lakini kama utakuwa umekwenda na mimi vizuri, halishangazi, kwa sababu mtume tayari alikuwa na kikosi ambacho kinaweza kupatisha tamamu neema, kwa sababu alikuwa na watu ambao wana kamalu din, ukamilifu wa dini. Ndivyo sivyo bwana? Hija, ndugu zangu, muda wa kuwa na wale wenye ukamilifu wa dini, sifa yao kubwa ni watu ambao sehemu kubwa ni watu ambao wamesamehewa madhambi yao, kwa matendo yao wanaoyafanya wako tahara. Ndugu zangu, huwezi ukafanya mabadiliko yoyote ya maana katika ulimwengu ukiwa ni Muislamu kama bado una madhambi yaliyokuwa makubwa. Sisi tumepata fursa katika viwanja hivi vya Arafa kupata nafasi ya kuwa na hii kamaluddin kwa njia nyepesi. Uweza ukasema ni kwa njia nyepesi, lakini si nyepesi, na masharti tuliowekewa makubwa ni mawili tu kwa mujibu wa Qur'an: arrafath na fusuk, matatu na jidala, mjadala hata kama una maana, muda wa kuwa umetajwa na wewe uko kwenye pointi muhimu sana ya kutaka kusamehewa madhambi, basi hiyo mijadala usiruhusu sana mijadala mara kwa mara. Hasa Mwenyezi Mungu hapo baadaye kidogo
baadaye kidogo tukianza habari ya ukufu Arafa. Hapa tuko kwenye viwanja vya Arafa, lakini ukufu Arafa haijaanza. Inaanza baada ya zawali, baada ya kupinduka jua, si muda mrefu sana itaanza. Lakini mimi nikwambie, inatutengenezea kamalu din, ukamilifu wa dini, ambao ukamilifu huu wa dini ni rahisi kupata tamamu neema, utimilifu wa neema. Hizo ndio njia alizopita Mtume kuleta mabadiliko katika ulimwengu, mpaka Mwenyezi Mungu katika Qur'ani akasema Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar. Angalia maneno, Muhammadi ni mtume wa Mwenyezi Mungu na wale waliokuwa pamoja naye. Hapa ndio point of reference, walladhina ma'ahu, wale ambao walikuwa pamoja naye mtume. Ili uwe pamoja na mtume watakiwa uwe vipi? Uwe kama Answari na nani na Muhajirin, wale waliounganisha wakawa kitu kimoja, timu moja, inapambana, lakini goli lake la maana ni kufikisha Uislamu Tanzania na maeneo mbalimbali, na kufikisha huko utulete hapa, tutoe pesa nyingi, ukiamini kama vile ambavyo walivyotoa maisha yao wale Muhajirina na Answar. Haitofautiani kwa upande mwingine, kwa nyoyo zetu haitofautiani. Kutoa milioni 15, 18 kwa ajili ya kuja huku kufanya ibada ni jambo inahitajika sana kujipongeza na kuingia katika maneno hanian liman zara baita tuqa wa hatta anin nafsi awzaraha fa innal maqsuda madhmun liman jaa Makka awzaraha. Hongera sana kwa yule ambaye ameitembelea nyumba ya uchamungu baitu tuqa wa hatta anin nafsi awzaraha, akapata bahati ya kuporomoshea nafsi yake madhambi yake, madhambi ya nafsi, mizigo ile iliyokuwepo kwenye nafsi, kuiporomosha. Unajua ni wapi ni center kuporomosha? Ni wapi? Ni hapa tulipo. Wapata nafasi ya kuingia ndani ya hii hongera, kwa sababu uko hapa Arafa, ambapo yoyote anayeomba dua hapa, yoyote hata usipoomba dua hapa wewe utasamehewa kwa mujibu wa Mtume Muhammad. Si mnakumbuka lile swali alio Saidina Umar alomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha lana khasa ya Rasulullah, hii ni kwa ajili yetu sisi tu ewe Mtume wa Mungu? Mtume akasema hadha lakum wal man ata ba'dakum ila yaum alqiyama, hii ni inawahusu nyinyi, ni kwa ajili yenu na watakaokuja baada yenu mpaka siku ya Kiyama. Unajua hili swali asili yake ni nini? Swali la Saidina Umar ni pale Mtume ghafla alibadilika. Mtume akamuita Sayyidina Bilali kwa sauti kali, akimwambia Bilali, ansiti linnasa, ewe Bilal, ansiti linnasa, ninyamazishie watu, ninyamazishie watu. Bilali, nyamazishie watu. Watu wakati huo walikuwa wamezama katika labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik, wamezama katika la ilaha illa Allah, Allahu akbar, subhanallah, tahlilat, takbirat na kila namna ya dhikr walikuwa wakileta, lakini Mtume aliamuru zikatishwe mara moja. Bilali akasimama akasema, Mtume ameniagiza mnyamaze mara moja. Waliponyamaza aliwaambia maneno haya dhahabi, maneno ya dhahabu, golden words, golden words. Kwa yule ambaye aliyekuja katika viwanja hivi, maneno hayo ni nani? Yapi? Ya akiwaambia maashara nas, enyi jamaa, kongamano la jamaa, atani Jibril anifa, amenijia Jibrili hivi sasa,
atani Jibrilu anifa, amenijilia Jibrili hivi sasa, akanambia fa aqra'ani min rabbi salama, akanifikishia kutoka kwa Mola wangu salam. Na salamu zenyewe niwaambie nyinyi mahujaji, ndivyo mtume anavyoambia sahaba, inna Allaha kad ghafara li ahli Arafat wal mash'ar, hakika Mwenyezi Mungu, wal mash'ar al haram, hakika Mwenyezi Mungu amewasamehe watu waliokuwemo katika viwanja vya Arafa na waliokuwemo katika viwanja vya mash'ar al haram, hakika Mwenyezi Mungu amewasamehe. Hili ni tangazo la Mtume Muhammad. Hapo ndipo hisia kali ilimuingia, atifatu min awatifin ajabiyan fadakalat fi qalbi sayyidina Umar, faqama ila sayyidina Muhammadin faqala lahu hadha lana khasa ya Rasulullah. Hapo Sayyidina Umar hisia kubwa ikamuingia, akamkabili Mtume akamwambia, hii ni kwa ajili yetu sisi tu ewe Mtume. Akasema hadha lakum, huu msamaha ni kwa ajili yenu mliokuwepo viwanja vya Arafa, sahaba zangu, waliman ata ba'dakum, na yule ambaye atakayekuja baada yenu, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Hani'an hani'a liman zara baita tuqa wa hatta 'ani an-nafsi awzaraha fa inna as-sa'adata maqsud madhmun liman jaa Makkah awzaraha. Hongera hongera kwa yule aliyepata bahati ya kuja kutembelea Baitu Tuqa, Baita Tuqa ambao ni Al-Kaaba Sharif. Kuja hija ni hongera kubwa. Wa hatu ani nafsi uzaraha, akaporomosha kutoka kwenye nafsi yake, akaiporomoshea mizigo yake ya madhambi. Mimi na wewe una haki kabisa ya kusema alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ni fursa kubwa dhahabi, ndugu zangu, usiipoteze. Usiipoteze kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ala al-ardhi ma min muslimin, juu ya ardhi hakuna muislamu yoyote, yad'u Allah bida'watin, atakayemuomba Mwenyezi Mungu kwa dua yoyote ile atakayomuomba, illa ataha Allahu iyaha, illa Mwenyezi Mungu atampa hicho anachokiomba. Maalam, muda wa kuwa lam yad'u biqat'i rahimi, lam yad'u bil ithmi wa qati'ati rahimi, muda wa kuwa hajaomba dhambi na kukata udugu. Muda wa kuwa wewe kabla ya kuomba dua, moja ya adabu za dua, hakikisha muombe msamaha Mwenyezi Mungu, na weka azma. Kama kuna ndugu yako umegombana naye, weka azma kabla hujaomba dua kwamba nimeshamsamehe ndugu wa damu, kwa sababu hiya arrahim wa ana arrahman. Ndugu ni rahimu, ni fuko la uzazi. Mwenyezi Mungu ameliita ni rahim. Wa ana arrahman, na mimi ndio Rahman. Man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu, atakayeunga udugu nitamuunga, na atakayeukata nitamkata. Sasa kama kuna ambaye amekata udugu, basi ni vizuri kabisa uanze na suala la kuwekania kwamba Mwenyezi Mungu nishamsamehe mimi ndugu yangu, alafu ndio umwelekee Mungu ili usipate kikwazo. Lakini hakuna dhambi kubwa kama hukukul walidain, kuwaudhi wazazi wako wawili. Ikiwa wametangulia mbele ya haki, kabla ya kufanya dua, hakikisha unamuomba Mwenyezi Mungu akuridhishie wazazi wako huko walipo katika makaburi yao. Na si vibaya ukawaombea dua wazazi wako waliotangulia mbele ya haki. Ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume Muhammad. Allahumma raham
bin Khawla, irham bin Khawla, irham bin Khawla, irham bin Khawla. Ni kumuombea rehma, ni kumrehemu mtume alikofanya kumrehemu Saad bin Khawla. Saad bin Khawla alikufa hapa Maka wakati wanatoka Madina. Mtume alikuwa akimrehemu hapa, basi mtumie fursa hizo kuwarehemu wazee. Lakini kama wako hai na wewe umetoka nyumbani wana kinyongo na wewe, basi muombe Mwenyezi Mungu aondoshe hicho kinyongo, ili hija yako iwe, dua yako iwe safi zaidi. Unajua mzazi ni kikwazo kikubwa sana cha kheri. Kama umemuudhi mzazi, kuhitikwa dua kuna mtihani mkubwa. Lakini namna ya kuomba dua, la mwisho, namna ya kuomba dua, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yastajibu Allahu duaa min qalbin ghafilillahi. Mwenyezi Mungu haipokei dua itokayo kwenye moyo wa mtu ulioghafilika, mtu ambaye ameghafilika, mwenye kufanya upuzi. Wakati unaomba dua, hakikisha unaweka mawazo yako yote kwa kitu kimoja. Usiombe dua huku una chati, huku unasoma message alafu wasema rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana, huku una chati. Hii ni dua min qalbi ghafilillahi. Allahu akbar. Ni dua kutoka kwenye moyo wa mtu aliyeghafilika, mwenye kufanya upuzi. Viwanja vya Arafa hapa, katika mwaka mmoja umefika ule wakati watu wanatadharai, wanafanya sana dua, kwa saa 10 hivi, na kumesisitizwa hivi kunavyosisitizwa. Lakini mtu ni mpenzi wa mpira, siku ile kuacheza Simba na Azam, anaomba dua huko anaangalia Simba na Azam. Huku kosokoso anarusha miguu, na huku anasema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Kuna mdadi wa mpira hapo, kuna mdadi wa kutaka Mungu akukubalie. Ndugu zangu, hivi vitu viwili havichanganyikani. Hapa unajua kwa nini tumevaa hizi nguo nyeupe? Psychological, hizi nguo nyeupe zinakuambia uko kwenye ulimwengu mwingine. Uko kwenye ulimwengu mwingine, umehama. Kwa katika ulimwengu huo mwingine usilazimishe kurudi kwenye ulimwengu mwingine. Tumehama sisi, ndivyo sivyo? Tumehama. Ndio maana hapa tuko mchanganyiko wa matajiri wakubwa, watawala wakubwa, tuko mchanganyiko wa malofa tupo, umefahamu, wasiokuwa viongozi tupo, mchanganyiko wa mawali wa Mungu ni hapa wapo, wasiokuwa mawali wapo, mchanganyiko wanaojua sana dini upo, na wasiojua dini upo. Kwa hiyo ni ulimwengu mwingine kabisa. Yani kama vile tumekufa, unajua hapa, kama vile tumekufa na tumevalishwa nguo nyeupe. Kwa hiyo usilazimishe sasa kuulizia hizo habari za duniani huko, kwamba bwana ngapi huko, nani kasajiliwa, bwana vipi usajili wake umeendaje, kadha. Wewe bwana uko Arafa kweli hapo. Allahumma ghafir lana jalna khaira waftah lana kulla khair wazidna kulla khair wa'idna sharra birahmatika ya karim ya halim. Mwisho ni kukumbusheni yale maneno Abraham Lincoln, what matters is not years in the life but life in those years. Kinachojaliwa sana sio idadi ya miaka ndani ya maisha, lakini maisha ndani ya hiyo miaka. Ndugu zangu, kila haji amelamba dume ndani ya maisha yake. Kuja hija umetengeneza kitu kikubwa sana kwenye miaka. Usiangalie idadi ya miaka, angalia ndani ya hiyo miaka umefanya nini. Abraham Lincoln, watu usuli fiqh wanasema imalul kalami aula min ihmalihi, kutumia maneno yaliyokuwa mazuri ni bora kuliko kuyaacha. Hata Mtume alichukua maneno ya wasiokuwa Makuraish, unsuru akhaka dhaliman au madhuluma, ni hadithi ya Mtume, lakini maneno aliyokopi kutoka kwa ambao si Waislamu. Mwenyezi Mungu atuwafikishe, tujalie minal ladhina yastami'una alqawla
fattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu atukubalia hija zetu, aturejeshe hali ya kuwa tumo katika daraja ya wale ambao wamesamehewa, na atutakabalie dua tutakazozifanya, na Mwenyezi Mungu aisaidie nchi yetu na aisimamie na wasimamie watawala wake, awabariki, wajalie kheri na amani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asante Sheikh Yusuf, Allah kuzidishie. Watukufu wa Islamu, watukufu mahujaji, maneno ya dini kusema kweli hayaishi hamu. Hata tukiamua kuwasimamisha mashehe wote waliokuwa mbele hapa, bado mtataka radha yake na mtataka waendelee. Lakini kwa kuwa tumeshaweka nidhamu kwamba kuna muda wa mawaidha na pia kutakuwa na muda wa faragha, kwa hiyo tutakwenda katika ratiba yetu ile ile. Sasa hivi